Mtume anasema yoyote mwenye kufanya amali yoyote, laisa alaihi amruna, hakuna amri yetu katika jambo lisivyo tulivyoamrisha, Mtume asema fahuwa raddun, amali hiyo itarudishwa. Bimaana mardudun wa batilun, amali hiyo itarudishwa na ni batil, haisihi, kwa sababu in adama shartun min shuruti qabuli al-a'mali, imepotea au imekosekana sharti moja katika shuruti za kukubaliwa amali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun. Amma ba'd, fa inna asdaqa al-hadith kitabullah wa khayra al-hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Wiki iliyopita tulianza tafsiri ya suratul Fatiha na tukaahidi kuwa leo tutarudi tena kuja kuikamilisha au kuiendeleza mbele mpaka pale tutakapojaliwa kufika. Wiki iliyopita tulitafsiri mpaka tukafikia kwenye aya Maliki yaumiddin. Tukatafsiri kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe amejiita kuwa yeye ni Maliki yaumiddin, mwenye kuimiliki siku ya malipo, au kwa qiraa nyingine Maliki yaumiddin, mfalme wa siku ya malipo. Malik maanahu man ittasafa bi sifati al-malk allati min athariha annahu ya'muru wa yanha. Malik ni mtu mwenye kusifika na sifa ya kumiliki. Matokeo ya sifa hii ni kuwa yeye atakuwa ni mwenye kuamrisha na ni mwenye kukataza, wa yuthibu wa yuaqib, na ni mwenye kulipa watu thawabu na mwenye kuadhibu watu, wa yatasarrafu bimamalikihi bijamii anwa'i tasarrufat, na yeye Mwenyezi Mungu atamiliki, atasurufu katika ile miliki yake kwa lile analolimiliki, au kwa siku ya kiyama ambao Allah anaimiliki atasurufu kwa sampuli zote, tasarufi zote zitakuwa ziko mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndiye atakuwa na uwezo, yeye ndiye atakuwa na nguvu, yeye atakuwa ndiye mwenye amri, yeye ndiye mwenye kukataza, yeye ndiye mwenye kufanya atakalo siku hiyo. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii hakubaini yaumuddin ni siku gani, ila katika suratul Infitar Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wama adraka ma yaumuddin, na ni lipi lenye kukujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo. Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha ni lipi lenye kukujulisha wewe ni ipi hiyo siku ya malipo. Yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru
yaumaidhin lillah, ni siku ambayo nafsi haitaweza kuisaidia, haitamiliki chochote cha kuweza kuisaidia nafsi nyingine kwa manufaa au kuiondolea madhara, bali hata nafsi haitaweza kujisaidia mwenyewe, ila mwenye kuyafanya haya ni atakayeruhusiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndiye atakayeweza kufanya jambo kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika aya hii, wa ma adraka ma yaumuddin, lipi lenye kukujulisha wewe siku ya malipo? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha ni lipi lenye kukujulisha wewe hii siku ya malipo? Hii kurudia tena hapa Mwenyezi Mungu ni tafkhim, kulikuza au kuikuza siku hii ya malipo kuwa ni siku kubwa. Hakuna akili ya mwanadamu yenye kuitambua na kuifahamu na kuijua namna itakavyokuwa hii siku ya malipo isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu siku hii ni siku kubwa, sababu siku hii ni siku nzito sana kwa wanadamu. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye atakayekuwa na amri, lakini mwanadamu hatakuwa na amri. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kunufaisha, mwanadamu hataweza kunufaisha. Mwenyezi Mungu peke yake ndiye mwenye kudhuru, mwanadamu hatakuwa na nafasi ya kumdhuru mtu yoyote. Hata mtu ambaye ulikuwa hapa duniani wewe ndiye ukimsaidia, wewe ndiye aliyekuwa akikutegemea wewe kwa kila jambo, akipata shida zote na kuja kwako, lakini kesho akhira mlango huu utafungwa, hutakuwa na nafasi ya kuweza kumsaidia, na wale waliokuwa kuwadhuru pia hutaweza kuwadhuru. Kwa hivyo yaumuddin ni siku nzito, siku ya malipo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiangazia na kuielezea kuwa siku hii ni siku ambayo kwamba hakuna yoyote atakaye kuweza kunufaisha mtu, na amri zote zitakuwa kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku ambayo Mwenyezi Mungu ameiita ni siku ya malipo, nao ni siku ya Kiyama. Allah Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo atawalipa wanaadam matendo yao yote waliyoyafanya hapa duniani, wala hakuna mtu yoyote ambaye atadhulumiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa chochote. Ikiwa ulifanya amali ndogo, ikiwa ulifanya amali kubwa, utakwenda kuikuta kesho mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema yaumaidhin yuwaffihimullahu dinahumul haq, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo atakwenda kuwalipa malipo yao kwa uadilifu. Hakuna ambaye atadhulumiwa, bali kila mmoja atalipwa kwa uadilifu, atalipwa kwa usawa, kama alivyoelezea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Anbiya aya ya 47, wa nad'u almawazina alqista. Siku hiyo ni siku ambayo tutaiweka mizani ya uadilifu, mizani ya haki, mizani ya sawa, liyaumil qiyamati, siku ya Qiyama. Allamu huna bimaana fi yaumil qiyama, fala tudhlamu nafsun shay'a, hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa, walau kana mithqala habatin min khardalin, japokuwa amali yake au kitu chake kilikuwa ni mfano wa habatu khardal. Habatu khardal ni kitu ambacho uzani wake ni mdogo sana kuliko vitu vyote. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walau kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, siku ya Kiyama tutakileta kitu hiko kidogo ambacho uzito wake ni habatu khardal, wakafa bina hasibin. Allah anasema yatosha sisi kumuhisabia mwanadamu. Na hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yaksidu dhatahu, anajikusudia mwenyewe kwamba yeye Mwenyezi Mungu anatosha kumuhisabia mwanadamu amali zake zote alizozifanya, kwa sababu Allah ndiye aliyemuumba mwanadamu. Allah anajua yote aliyoyafanya mwanadamu,
aliyoyafanya kwa dhahiri, aliyoyafanya kwa siri, aliyoyafanya gizani, aliyoyafanya mwangazani, aliyoyafanya mchana, aliyoyafanya usiku, Allah yote anayajua, na ndiye ajuaye kila amali katika hizo amali alizozitenda, hii italipwa kiasi gani, na ile italipwa kiasi gani, na ile italipwa kiasi gani. Hakuna mwingine awezaye kuifanya kazi hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah anasema wakafa bina hasibin, yatosha sisi kumuhisabia mwanadamu, na mwanadamu mwenyewe atakwenda kukubali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mwenyezi Mungu ni mwadilifu, Mwenyezi Mungu hadhulumu mtu. Atakapofungua daftari lake mwanaadamu na kuona kila kitu alichokitenda kimo ndani yake, basi mwenyewe ataanza kubabaika, kuanza kulalamika, kuanza kustajabu na kushangaa, mali hadha alkitab, kinani kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakikuacha jambo dogo wala jambo kubwa illa kimelihifadhi jambo hilo. Wawajadu ma amilu hadira, na watapata kila walilolitenda limeletwa siku ya Kiyama. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu yoyote kesho siku ya Kiyama. Ndipo akasema pale Mwenyezi Mungu katika aya tuliyotangulia kuisoma, wanadha'u almawazina alqista, na tutaweka mizani za usawa na uadilifu, fala tudhlamu nafsun shay'a, nafsi haitodhulumiwa chochote, walau kana mithqala habatin min khardalin, hata ikiwa ni tembe ya habatu khardal, ataina biha, tutaileta. Wakafa bina hasibin, yatosha sisi kuwa ni wenye kumhisabia mwanadamu. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara, yoyote atakayefanya amal ya kheri kiasi ya dharra, tembe ndogo, uzani wa kitu kidogo kabisa katika vile vitu vidogo unavyovijua, basi atakwenda kuviona siku ya Kiyama. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara, na mwenye kufanya mithqala dharra, ikiwa ni amali mbovu, ni amali mbaya, pia atakwenda kuikuta kesho mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kusema katika suratul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe peke yako tukuabudu na wewe peke yako tukuomba msaada. Allah subhanahu wa ta'ala hapa ameelezea kuwa iyyaka na'budu, peke yako tunakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na peke yako tunakuomba msaada. Hapa imetangulizwa iyyaka ambao ni maamul, na imecheleweshwa fi'li pamoja na fa'il, na huu ni uslub katika asalibu alhasri. Yani alhasru maana yake ni kudhibiti na kuhifadhi jambo kwa yule aliyetajwa peke yake. Tunaposema iyyaka na'budu, maana yake tunakuabudu wewe peke yako. Kwa kutanguliza iyyaka, ina maana tukuabudu wewe peke yako na wala hatumwabudu mwingine. Wa iyyaka nasta'in, na tukuomba wewe msaada na wala hatuombi msaada kwa mtu mwingine. Lao tungesema na'buduka wa nasta'inu bika, hii ina uwezekano wa kuwa tukuabudu wewe na hapo hapo kuna uwezekano tumwabudu mwingine. Nasta'inuka au nasta'inu bika, tunaomba msaada kwako, kuna uwezekano pia tuomba msaada kwa watu wengine. Lakini uslubu uliotumika wa iyyaka na'budu, kutanguliza iyyaka, ina maana
ni wewe tu Mwenyezi Mungu, wala hakuna mwingine tunayemwabudu. Wa iyyaka nasta'in, na tukuabudu wewe peke yako na hatumwabudu mwingine. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameihusisha ibada kuwa yeye peke yake ndiye anayefaa kuabudiwa, yeye peke yake ndiye anayefaa kuomba msaada, wala si kwa mtu mwingine. Na vile vile hapa Allah ametanguliza ibada kabla al-isti'ana. Hapa kuna mambo mawili, kuna al-ibada wal-isti'ana. Iyyaka na'budu, hadhihi ibada. Mwanadamu anakubali kuwa yeye hamwabudu mtu mwingine isipokuwa Allah, na pia mwanadamu anamuomba Mwenyezi Mungu amsaidie katika kulitimiza hili jambo la ibada. Imetangulizwa ibada kuliko isti'ana, ni katika babu taqdim al-aam min ala al-khas, kutangulizwa am, neno ambalo kwamba lina upana zaidi, limeenea zaidi, lina maana kubwa zaidi, nalo ni jambo la ibada, ambalo ibada limekusanya mambo mengi ndani yake, kama walivyoelezea wanazuoni wetu. Al-ibada, ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu, ni jina ambalo limekusanya kila jambo ambalo Mwenyezi Mungu analipenda na kuliridhia, min al-a'mali wal aqwali adh-dhahira wal batina, katika matendo, katika maneno yaliyodhahiri na yaliyofichika. Neno ibada limekusanya maneno yote na matendo yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu, ya dhahiri na ya siri. Wal isti'ana, na isti'ana ni al-i'timadu ala Allahi fi jalbi al-manafi'i wa daf'i al-madar. Isti'ana ni kutegemea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuletewa mambo ya manufaa na kuepushiwa mambo ya madhara. Kwa hivyo mwanadamu anapomwambia Mwenyezi Mungu maliki, anapomwambia Mwenyezi Mungu iyyaka na'budu, peke yako twakuabudu, wa iyyaka nasta'in, na peke yako tunakuomba msaada, anamaanisha ya kwamba simwabudu mwingine isipokuwa wewe, na siwezi kukuabudu bila ya msaada wako. Mwanadamu hawezi kulitekeleza jambo hili la ibada bila ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kutekeleza amri za Mwenyezi Mungu, huwezi kuepuka makatazo ya Mwenyezi Mungu bila ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kukusaidia kuweza kuyafanya hayo. Huwezi kuswali ikiwa hukupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Huwezi kufunga ikiwa hukupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Huwezi kufanya ibada yoyote bila ya kupata msaada wa Mwenyezi Mungu. Ndio maana mwanaadamu anaposimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamwambia katika swala zote tano, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, peke yako tukuabudu na peke yako tunakuomba msaada. Na ibada haiwezi kuitwa ibada mpaka ikusanye mambo mawili. Ibada haiwezi kuwa ibada mpaka ikusanye mambo mawili. Jambo la kwanza, al-ikhlasu lillahi Subhanahu wa Ta'ala, kutakasiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada hiyo, yani mtu awe na ikhlas. Na ikhlas ni kufanya ibada kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukusudie katika kufanya ibada yako, ibada yoyote, ikiwa ni sala, ikiwa ni saumu, ikiwa ni sadaka, ikiwa ni chochote katika ibada, ufanye kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kusiwe na nia nyingine isiyokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ni ipatikane kufuata kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, almutabaa lirrasuli sallallahu alayhi wasallam. Uwe
unafanya ibada hiyo kama vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Si ufanye utakavyo wewe, si ufanye upendavyo wewe, si ufuate hawa zako au watu ambao wewe wapenda wengine wamepanga mpango wao wa ibada. Tuifanyeni hivi itakuwa nzuri, tuifanyeni hivi itapendeza zaidi, tuifanyeni hivi itavutia zaidi, tuifanyeni hivi italeta watu wengi zaidi, mkao wetu utakuwa la. Man amila amalan, Mtume anasema yoyote mwenye kufanya amali yoyote, laisa alaihi amruna, hakuna amri yetu katika jambo lisivyo tulivyoamrisha, Mtume asema fahuwa raddun, amali hiyo itarudishwa. Bimaana mardudun wa batilun, amali hiyo itarudishwa na ni batil, haisihi, kwa sababu in adama shartun min shuruti qabuli al-a'mali, imepotea au imekosekana sharti moja katika shuruti za kukubaliwa amali. Imma ikipotea mutabaa au ikhlas, basi amali hiyo ni mardudun, haitakubaliwa. Na ibada, ndugu zangu, pamoja na isti'ana, kutaka msaada kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndicho chombo chenye kutufanya sisi kufaulu kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya mambo mawili ukiyafanya kama tulivyoamrishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndipo mahali ambapo sisi tutapata mafanikio, ndipo mahali ambapo sisi tutapata furaha ya kuendelea, as-saadatul abadiyya, furaha ya kudumu, furaha yenye kuendelea kwa kushikamana na mambo haya mawili, al-ibada wal-isti'ana min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kusema ihdina siratal mustaqim, tuongoze sisi njia iliyonyoka. Siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya watu ulioneemesha juu yao. Ghairil maghdubi alayhim, isiwe njia ya watu uliowakasirikia. Wala dhallin, wala njia ya watu waliopotea. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ihdina sirata almustaqim, tuongoze sisi njia iliyonyoka. Ay dullana, tulekeze sisi, wa arshidna, na utuongoze sisi, wa wafiqna lisirati almustaqim, na utuwafikie sisi kuiandama na kuifuata njia iliyonyoka. Wa huwa at-tariqu al-wadhihu al-musilu ila Allah, nayo ni njia iliyo wazi yenye kutufikisha sisi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila jannatihi, na njia yenye kutufikisha sisi katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal amalu bihi, nayo ni njia ya kuifahamu na kuijua haki na kuitendea kazi. Fahdina ila sirat, tuongoze sisi kwenye njia. Wahadina fi sirati, na utuongoze sisi tukiwa ndani ya hiyo njia. Falhidaya ila sirat, kutuongoza ila sirati ni nini? Walhidaya fi sirati ni nini? Falhidaya ila sirat, kutuongoza katika sirat, luzumu dini alislam, ni kujilazimisha dini ya Uislamu. Ihdina fi sirat, ila sirat, tuongoze sisi katika Uislamu, tuongoze tuwe Waislamu. Wahdina fi sirat, na tunapokuwa Waislamu utuongoze kuyatenda, kuyatekeleza yote ambayo yameamriwa katika Uislamu, kuwa sisi tuyatekeleze na tuyafanye. Fahadha ad-du'a min ajmal al-ad'iyati wa anfa'iha lil'abdi, dua hii ni katika dua ambayo imekusanya mambo mengi sana na mambo makubwa yenye manufaa kwa mwanadamu. Kwa ajili hii
mwanadamu anatakiwa aiombe dua hii katika kila rakaa kwenye swala yake. Katika kila rakaa kwenye swala zetu tumeamrishwa tuwe tukiisoma dua hii, ihdina sirata almustaqim, tuongoze sisi njia iliyonyoka, sirata alladhina an'amta alaihim, njia ya watu ambao umewaneemesha, ghairi almaghdubi alaihim, wala isiwe njia ya watu ambao umewakasirikia, wala dhalin, wala njia ya watu waliopotea. Ni nani hao? Mani alladhina an'ama Allahu alaihim, ni kina nani hao ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameneemesha juu yao? Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema waman yuti llaha warrasul, katika suratu Nisa aya ya 69, kutuelezea alladhina an'ama Allahu alaihim, ambao muislamu kila siku kwenye kila rakaa ya swala yake humwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amuongoze njia ya watu hao walioneemeshwa. Ni kina nani hao? Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, waman yuti llaha warrasula, na yoyote mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na kumtii mtume, maa alladhina an'ama Allahu alaihim, atakuwa pamoja na wale ambao Allah amewaneemesha juu yao, minan nabiyina, katika manabii, nao ni hawa waliotumwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kaumu mbalimbali, wasiddiqin, na walokuwa wakweli na walokuwa wenye yakini katika imani yao, walioamini wakasadiki na wakawa na yakini katika imani yao, washuhadai, na mashahidi ni wale waliopigana katika njia ya Mwenyezi Mungu, wasalihina, na watu wema waliofanya mema, waliofanya mazuri, waliofanya ya kheri, wa hasuna ulaika rafiqa, na watu wazuri wa kwenda kuwa nao ni watu hawa. Ukiwa na watu hawa basi umepata mkao mzuri, watu bora wa kukutana nao na kuwa nao peponi. Ibnu Ashur katika tafsiri yake anasema almaiya iliyokusudiwa hapa ni maiyatul manzila, yani kuwa pamoja katika daraja fil janna, peponi. Kwamba peponi kuwa pamoja fil janna, si kwenye daraja, kuwa pamoja peponi. Hawa tuliowataja minan nabiyina wasiddiqina washuhada wasalihin, wote hawa watakuwa peponi. Na sisi tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni wenye kuifuata njia iliyonyoka, njia ya watu ambao Allah ameneemesha juu yao, nao ni hao waliotajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratu Nisa. Tutakuwa nao kivipi? Tutakuwa nao katika pepo. Wao wataneemeka kwa neema za pepo, na sisi tukipata kuingia kuwa na wao tutaneemeka kwa neema za pepo. Wao watakuwa kwenye furaha na raha ya peponi na kupata mazuri yaliyo peponi, na sisi tukiwa nao tutapata mazuri, ila kutakuwa na tofauti ya daraja, kwa sababu aljannatu darajatun, pepo ina daraja, viwango mbalimbali. Kila mtu atakuwa na kiwango chake, atakuwa mahali pake, atakuwa na daraja yake, lakini wote watakuwa peponi, wote wataneemeka. Kwa hivyo anasema almaiya maiyatul manzila fil janna wa in kanat darajatu mutafawita, ingawa daraja zitakuwa zinatofautiana. Wal-Imam al-Qurtubi rahimahullah pia na yeye anasema hapa, ay hum ma'ahum fi darin wahida, wao watakawawe pamoja nao katika nyumba moja, wa naimin wahidin, na neema moja, yani starehe moja, yastamti'una biruyatihim, watakuwa wanastarehe na kufurahika kwa kuwaona wao, walhudhuri ma'ahum, na kuwa wamehudhuria wako pamoja peponi,
la annahum yusawunahum, la si kwamba wao wawe pamoja na hao waliotajwa watakuwa sawa pamoja nao katika daraja, la fa innahum yatafawatuna, lakini wao hakika wao watakuwa tofauti kwa daraja. Wa kullu man fiha ruziqa ridha bihalihi, na kila atakayekuwa ndani ya hiyo pepo atakuwa ameridhika na ile hali ambayo yeye yuko nayo, na ile nafasi aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na daraja aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo kuwa pamoja na hawa as-siddiqina wash-shuhada na wengine waliotajwa ni kuwa sote tutakuwa kwenye pepo, lakini tutatofautiana katika daraja. Sirata alladhina an'amta alayhim ghairil maghdubi alayhim wala dhallin, amin. Wala isiwe njia ya wale waliokasirikiwa, nao wametajwa kuwa waliokasirikiwa ni Mayahudi na waliopotea ni Manasara, kama alivyoelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya ambazo amewataja Mayahudi na kukasirikiwa kwao, na akataja Manasara na upotevu wao. Kwa hivyo sura hii ni sura fupi, lakini imekusanya mambo mengi ambayo hayakukusanywa ama hayapo katika sura nyingine kwenye Qur'ani. Sura hii imekusanya tauhid athalatha, tauhidi tatu: tauhid ar-rububiyya, ambayo inachukuliwa katika neno lake Mwenyezi Mungu Rabbil Alamin, wa tauhidul ilahiyya wa huwa ifradu Allah bil ibada, nao ni kumpekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada, ambayo inachukuliwa katika neno Allah, jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo ina maana ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa min qawlihi, na pia inachukuliwa hiyo tauhidul ilahiyya katika neno lake iyyaka na'budu, na pia iko tauhidul asma'i was sifat, nayo ni ithbatu sifatil kamali lillahi ta'ala, nao ni kuthibitisha sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sifa za ukamilifu, kama ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejithibitishia yeye mwenyewe. Zinapatikana vile vile katika sura hii tulipomsifu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mwenyezi Mungu Rabbul Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Zote hizi ni katika sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zimetajwa katika sura hii. Kwa hivyo sura hii imekusanya mambo mengi ambayo hayako katika sura nyingine. Vile vile imethibitisha nubuwa, utume. Kwenye sura hii kumethibitishwa utume katika neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ihdina siratal mustaqim, tuongoze sisi njia iliyonyooka. Hii njia iliyonyooka hatutaweza sisi kuifahamu na kuielewa mpaka tuelekezwe na kufundishwa na manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo manabii wamethibitishwa katika hii kwamba nubuwa iko, na hawa manabii ndio wenye kuifanya kazi hii ya kutuongoza sisi. Pia kwenye sura hii imethibitishwa aljazaa ala al-a'mal, kwamba mwanadamu watakwenda kulipwa juu ya amali zao walizozifanya hapa duniani zote, pale aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maliki Yawmiddin, Mwenyezi Mungu ni mfalme au ni mmiliki wa siku ya malipo. Waweza kusema Maliki Yawmiddin au Maliki Yawmiddin. Hii imethibitisha kwamba wanaadamu watakwenda kulipwa juu ya amali zao kesho siku ya Kiyama. Vile vile imethibitisha alqadar, kwamba mwanadamu yeye ni fa'ilun haqiqiyun au ni fa'ilul haqiqatan, ndiye mwenye kufanya kihakika. Si kwamba kitu chajifanyia chenyewe kinakuwa chenyewe, la, mwanadamu ndiye mwenye kutenda matendo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye mwenye kumlipa.
na watadhammanat hadhihi sura ikhlas ad-din lillahi subhanahu wa ta'ala, pia imekusanya ikhlas, kumtakasia Mwenyezi Mungu dini, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu twakuabudu na wewe peke yako twakuomba msaada. Na hapa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndipo anaposema pale mwanadamu anaposoma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Mwenyezi Mungu anasema wakati akiwa ndani ya sala mwanadamu, Allah anasema hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma saal, hili ni baina yangu na baina ya mja wangu, na mja wangu atapata lile analoliomba. Katika hadithi tuliyoizungumzia kwenye darasa yetu iliyopita kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema hii suratul Fatiha nimeigawanya nusu mbili, nusu ni ya mja wangu na nusu ni yangu, fa nisfun li abdi wa nisfun li, nusu ni ya mja wangu, nusu ni yangu. Fa idha qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anasema hamidani abdi. Wa idha qala arrahmanur rahim, anaposema arrahmanur rahim athna alayya abdi, Mwenyezi Mungu anasema athna alayya abdi, mja wangu amenisifu. Wa idha qala maliki yawmiddin, na anaposema maliki yawmiddin, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema majadani abdi, mja wangu amenitukuza. Mpaka mwisho wa sura hii inakuwa ni mazungumzo baina ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na baina ya mja wake anapokuwa katika swala. Ndipo mtume Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akasema qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini, nimeigawanya suratul Fatiha baina yangu na baina ya mja wangu nusu mbili, nusu ni ya mja wangu na nusu ni yangu. Tumwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie ni wenye kusikia maneno na kuyafuata yaliyo mazuri, na ajalie haya machache niliyozungumza yawe ni faida kwangu na pia faida kwa wale wenye kutusikiliza. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.